Ni sad sana. Niliwaambia hapa Mwijaku ni mtu wa ufala. Nashanga watu wanabishana na mimi. Unajua wanaume hucheat. Lakini mimi sijaiona mwanaume ana cheat na furaha vile Mwijaku hucheat. Na hii si mara ya kwanza Mwijaku ameaibisha bibi yake. Hii ni mara ya pili. Nataka kuambia kitu wanaume before nifike point. Fanya bidii sana kama mwanaume na uko na mtoto msichana. Mtoto wako asiolewe na mtu kama Mwijaku, alafu atafanyiwa madharau, atashindwa kutoka huko juu ya gari na nyumba. Sawa, fanya bidii sana. Kitu ingine, somesha mtoto wako kama ni msichana, akuwe na akili na common sense. Because huyu bibi yati ya Mwijaku anashindwa kutoka hii ndoa, hana akili. Alafu mwishowe atasema wanaume ni wabaya. Wewe unawezaje fanyiwa madharau hivi na bado uko kwa hiyo ndoa? Alafu unajua kuna vitu zingine mwanaume akifanya akuaibishi we peke yako, anaibisha hadi watu wenyu. Unajua hii video hadi watu wakina demo wameona, na hii si mara ya kwanza. Fanya bidii kama mwanaume, mtoto wako asipitie hizi vitu, mtoto wako asiolewe na forex trader, yani aibu zingine, because sahii tunaishi era ya internet. Mi najua mwanaume fulani best yangu alichitigi manzi hadi akapata depression, lakini wife yake hakujua. Na tangia hiyo siku ananiambia ngadi siku hizi mi Sabato wife yangu anashikanga simu yangu, because alijua ni nini ako nayo. Kuna wanaume ucheat na wanajua tu ni kumwaga na kuenda, lakini si wana record vile wako happy, wanacheza vile Mwijaku anafanya. Yani ni aibu na ni jambo la kusikitisha sana. Kuna madharau unaweza fanyia mwanamke, lakini madharau zingine hapana. Ndo maana nasema pali pengine mimi siwezi laumu mwanaume. Imagine Mwijaku ako na bibi ule anakaanga naye kwa nyumba. Diamond ule Mwijaku anashindanga akifuatilia mambo yake. Hakuna pali Diamond alikuja akasema ameoa Zuchu. Na Diamond hatujaiona video. Diamond ni kama hii ya juzi aliita ule Vixen na maex wake. Na hata Zuchu anakataaga na kasirikia Diamond. Na kitu moja mnafaa kujua, Zuchu lazima atatoka Diamond because hiyo relationship haiwezi kaa. But at least Zuchu atatoka na YouTube yake na brand, na bado atasaidiwa. Diamond tunaona anasaidia sawa watoto wake wa ukweli, lakini Diamond hajai kuja akasema ameoa Zuchu, wanapost vitu za mke na mme. Yani Diamond anajionyesha yeye ni mtu heshima vile Mwijaku hufanya. Ni sad sana. Lakini nawaambianga, si mnaonanga naita ule mwingine Ali Kadinya na Hamo Shada, hao ndo marafiki wa Mwijaku, birds of the same feather. Nasemaga hapa vitu mnaonaga mimi ni fala, najua mambo mingi zingine hata siwaambiaji, jua mko ready kusikia. Ni sad sana. Lakini mimi nawaambia mwanaume anakuanga amenona hivyo kama Mwijaku hivyo ametoa mahaga sijui aje. Si wanaume wa kutrustiwa. Watanzania hata mimi ushangaa mnakaanga hivi chini mnasikia Mwijaku. Mnakumbuka ile wakati ya elections Mwijaku alikuwa anaambia Watanzania ati mapolisi wameletewa risasi zingine, binduki ikitoa risasi na kufuata hivi hadi pali huko inakupiga pap. Watanzania uka hivi wanasikia Mwijaku. Ni sad sana. Kitu ingine nawaambianga na naambianga Ali Kadinya, huyu jamaa ni swara. Mwijaku anakuanga na comments mingi juu ya mziki, na huyu jamaa ajui anything kuhusu mziki. Na huyu ndo mjamaa huu advice Ali Kadinya. Huyu ndo manager wa Ali Kadinya mwingine. Mwijaku kuanga na opinion. Eka hata Mwijaku kwa studio umwambie afanye kitu, ambia Mwijaku mambo ya mixing and mastering ajuagi. Lakini Watanzania washamba wanasikaga hivi chini wanasikia advice ya Mwijaku ya mziki. Lakini mkiangalia wasanii hatari wale wako na heshima Tanzania na wale mziki zao zinavuka, hawaezi sikia advice ya Mwijaku. Hata Diamond mwenyewe asikiangi advice ya Baba Levo kwa mziki. Baba Levo hata alisemaga saa ingine hataki kumeet Diamond because ni boss. Kuna watu Diamond husikia wakati ya mziki, lakini Alikiba anakuanga ameweka hapo Mwijaku ati mpambe gani? Mwijaku ni sad sana. Wanaume, kama uko na mtoto mwanamke, mtoto msichana,
fanya bidii mtoto wako asiolewe na viumbe vingine tu vya aibu. Na shangaanga sana hata Mwijaku anabishana na Baba Levo. Mwijaku unatoanga wapi nguvu ya kubishana na Baba Levo? Nikiwaambia Diamond usaidia watu. Baba Levo amekuwa MP, ni mbunge juu ya Diamond. Mwijaku ako pale pale anafuatana na wasichana wadogo, anafuatana na wasichana, anaongea vitu za ujinga. Hajaiendelea. Hamwezi pimanisha vile Diamond ana impact life za watu na Alikadinya ana impactiwa na madinya wengine kama yeye. Ni sad sana. Mwijaku sidhani kama unafaa hata kufungua mdomo kuongea kitu yote kuhusu Baba Levo, because Baba Levo amekuzidi. We bado unafanya promotion. Baba Levo amekuzidi. Baba Levo anaongeanga sana juu ya mke wake, na ndo maana Baba Levo hata ameshinda hiyo UMP na mapua yake kubwa. Anasifungu sana mke wake. Hatujaisikia story ya Baba Levo na wanawake wengine, na ndo muambia vijana, jaribu sana ukuwe na dem moja. Mdem moja ni blessing. Hii kuswagana inachukua nyota yako. Hiyo ndo maisha mtu mzima kama Mwijaku amejieka nayo. Ni sad sana. Hii ni aibu gani yani Mwijaku unaletea bibi yako? Unatoanga wapi hata nguvu ya kuongea? Si uoe, we ni Mwislamu. Si unaweza wanawake 7, si uoe. Lakini hata ukiangalia huyu mwanamke mlikuanga naye huko, ni mwanamke tu wale ni wale wa hookup. Mwijaku, mbona huna aibu mtu mzima wewe? Siku hizi naona tu unanona, huyu jamaa ananona na kaovakado. Mwanaume amenona hivyo, nawaambia afanyagi mazoezi, kazi ni kuongea online tu. Kelele. Mimi siwezi penda hata rafiki kama huyo. Na nawaambianga Mwijaku ni mtu mbaya sana, because nishaona Mwijaku akifanya promotion, akikutana na Diamond anamsifia, anafanya Diamond promotion, akienda kwa Harmonize anamsifia, anafanya hii, akienda kwa Alikiba anafanya hii. Yani huyo ni mtu hana stand. Mshaiona Baba Levo akisifia Alikiba? Anasema tu Alikiba ni mtu wa Kigoma wakuja wafanye show. Mshaiona Baba Levo akisifia Harmonize? Hawezi, ana stand. Mwijaku anaga stand. Ogopa sana kwa hii maisha. Mwanaume anaongozwa na pesa. Ando wanaume wale wakilipwa hata wanaweza kukuseti kama wewe ni best yao na umado. Na waambia tu ukweli. Ogopa sana mwanaume anaongozwa na pesa. Mwanaume anaongozwa na pesa na ana control ya Mercedes yake. Ogopa sana. Huyo si mtu wa kutrust. Ndio maana nawaambia Alikadinya hana akili. Juu tukiambia na ukweli. Ile wakati video ya wale tusichana tudogo twa Mwijaku tumpango twake twa kando ili trend, aliapologize akaongea vitu mingi. Mimi nikafikiria hata mwanaume umepata hekima, kumbe wapi? Nyinyi mnajua watu mnani watch, wanaume ucheat, but ushaona mwanaume anaenda kucheat na ana record video? Huyo ni mwanaume yani anatumia hata bibi yake vibaya. Ana record video. Yani huyu jamaa akona confidence ya kukisadi udem wa hookup kwa reception. Na yeye ndo alikuwa anakimbia sijui Singida sijui wapi kusema Diamond amepatia msichana fulani STI sijui nini. Wewe Mwijaku ulikurudi Tanzania na ugonjwa gani? Tuambianeni ukweli, because evidence ndo iko kwa karatasi. Kando ya hiyo, hii ni kitu nimeishi nikiwaambia, huyu jamaa ni jamaa wa ufala, na Alikadinya anapotezwa na huyu jamaa, ama wote wanapotezana because wote wako na tabia same. Siku ingine Alikadinya alifunga turban hivi, na kuna picha ingine Diamond ako na turban hivi. Mwijaku anakuja anasema ati Alikadinya uva kushinda Diamond, kushinda Mwambino. Ikaangalia tu jamani, kasema yenyewe Alikadinya amepotea. Na watu usikia Alikadinya wamepotea kushinda hata Alikadinya. Mfalme. Na waulizaga, ni sawa anajiita mfalme, amefanyia nini mziki wa Tanzania isipokuwa tu kuswagana?
mavikseni, but hata Alikadinya si point. Watanzania, watu kama hawa ndo wanafanya tunawadharau, tukiona mnawasikia sana na mnawapatia platform sana. Hapa Kenya mtu kama Mwijaku hawezi kuwa na hiyo platform. Unaona, anaweza kuwa na hiyo platform, Wakenya wamwache ya trend wiki mbili alafu apotee. Lakini nyinyi mmepatia huyu mtu platform. Huyu hata anaonesha picha gani kwa vijana wadogo. Aheshimu hata ndoa yake bana. Umeenda Taki. Sahii analaumu Baba Levo. Baba Levo ndo alikuambia urekodi. Mbona hatujaona video kama hiyo ya Baba Levo? Hata kama alifanya kitu kama hiyo, mmeona video kama hiyo ya Baba Levo? Nauliza tu na si kwa ubaya. Mbona hatujaona ya Baba Levo? Mwanaume wa ukweli na anapenda bibi yake angefanya hiyo kitu na hata aendelee na shughuli zake, si anahaga na kiss sijui nini. Ni sad sana. Huyu jamaa Mwijaku na Hamoshada hao wamewaibisha Watanzania vibaya sana. Huyu jamaa mngekuwa mmemcancel kitambo. Ni sad. Wanaume mnisikie na mnisikie vizuri. Fanyeni bidii, jitumeni. Watoto wenyu wasiingie kwa mitego ya wanaume ambao hawana heshima, hawana nidhamu. Fanyeni bidii. Kama baba uchagulie mtoto wako mwanaume mzuri, na unaweza sema mbele ya huyo mwanaume, ukisumbua mtoto wangu ndakuweka ndani na mtoto wangu arudi hapa kwangu. Fanya bidii. Vitu kama gari, sawa, zisifanye mtoto wako aolewe. Afadhali mtoto wako aolewe na mwanaume ana gari lakini anamheshimu, anamtreat kama princess, because at the end of the day tunajua hizo magari, sawa, ni mali za dunia. Fanya bidii uishi vizuri, nyumba kubwa, sawa, because unaangalianga huyu bibi ya Mwijaku anafurahia hiyo nyumba, ni vitu hajaiona kwao. Ni sad. Unanipata? Vitu zile bibi ya Mwijaku anaona ni vitu kwao hajaiona. Mwijaku anampigia picha akiwa kwa ndege, hajai. Anaangalia pia akitoka hapo atatoka na nini, hana kitu. Kuna kitu imeandikwa kwa jina yake. Sinajua hizi mastori hizi nawaambia, si atichocha. Mwijaku, hauwezi compare maisha yako hata mke wako na Mwambino. Hauwezi compare na Diamond. Zuchu saa hivi akitoka pale kwa Diamond, ametoka na vitu zitamsaidia aendelee na maisha yake na karia yake. Zuchu hata anakaa kipedeje. Umeweka mke hata akitoka kwako, yani anarudi tu mashambani. Mwijaku kazi tu ni Mwambino hii, Mwambino we. Lakini nawaambia, angalieni Alikadinya. Mshaona Alikadinya hata amekaa kwa relationship ya 6 months. Angalieni tu. Angalieni Hamoshada, relationship gani ashaikuwa nao ya kuheshimu mwanamke. Mimi nasema tu, unajua hizi vitu nasema nimekuwa nikisema na najua, lakini na ni doubtingi. Evidence ndo hii kwa karatasi. Kaa hapo chini ujiulize, kama mwanaume unaweza penda mtoto wako aolewe na mtu kama Mwijaku? Na kama we ni msichana unaweza penda kuolewa na mtu kama Mwijaku? Anakuaibisha hivyo, yani aibu. Amefunga tawe na anakimbiza huyo dem, yani ako happy, yani dunia ya Mwijaku imeisha. Hajaiona msichana mweupe hivyo, anasheka shika hivi mahaga, anamuinua hivi dress panty naonekana. Majamaa hapana. Nikiwaambia mtu ana akili mzuri najuaga kitu nasema, mtu ana wisdom najuaga kitu nasema. Naweza angalia hivi tu na nijue Mwijaku ni mtu bado vitu ndogo ndogo za hii dunia zinampatianga excitement. Hana exposure ya kutosha, na simlaumu. Shida inakuanga masomo. Unaona hii kusoma, hata hii ya primary ni muhimu sana. Hii kusoma tu kidogo, hii kusoma ni muhimu sana. Mwijaku amepata vitu kwa maisha zile anaona ni kubwa, hajaiona. Najua Mwijaku ni mtu pia ametoka kwa shida. Unanipata? Mwijaku hata unaibisha watu wa dini. Unaona? Unaibisha watu wa dini. We acha hata kabisa kuongea juu ya Diamond. Mnakaanga hivi chini mkiwa na Alikadinya
na Moshada mnafikiria vile mtapiga Mondi. Hamumwezi. Ye mshaiona anajaibisha hivi, anaachanaga na msichana anachukua mwingine live. Afichi. Kitu yote inafanywa mambo ya kuficha ficha. Hiyo ni dhambi hatari. Mondi anaoneshaga hivi live, niko na huyu, sina huyu. Nimeita demu yangu hapa, sina huyu. Wewe na alikadinya ni kuficha ficha, kumbe hata ndo nyinyi was kushinda Mondi. Vijana tutie bidii.